Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 4 ya Pasaka mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 14 na aya ya 36 hadi 41. Somo la pili ni kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya 2 aya 20 hadi 25. Injili ni ya Yohane sura ya 10 aya ya kwanza hadi 10. Ndugu zangu, Injili ya Dominika ya 4 ya Pasaka inatuambia kwamba Yesu ni mchungaji mwema. Anawaita kondoo wake kwa majina. Hao kondoo humsikia sauti yake na kumfuata. Kwa upande mwingine, Yesu anatutahadharisha katika Injili hiyo kuhusu wachungaji wabaya walio kinyume cha mchungaji mwema. Yesu anafananisha wachungaji wabaya na wezi na wanyang'anyi. Nchini Israeli walikuwepo kabla ya Yesu kuja duniani. Wapo wengi hata katika ulimwengu wa leo. Ndugu zangu, endapo madhehebu yataendelea kuongezeka kiholela, kumbe wataendelea kuongezeka pia wachungaji wa uongo. Wataongezeka hata wapinzani wa kanisa Katoliki. Kama ni kuiba, wanaibia mahali palipo waamini wengi, waamini wa kanisa Katoliki. Tukumbuke kwamba simba anapowinda katika kundi la wanyama, anatafuta yule wa mwisho au yule anayebaki nyuma au yule anayechelewa kujiunga na wenzake. Hali kadhalika kwa Mkristo, kwa Wakristo wetu wasio na msimamo imara kiimani au wanaoyumbayumba kiimani, huchukuliwa na hao wachungaji wa uongo ambao Yesu anasema ni wezi au wanyang'anyi. Ndiyo maana leo ulimwenguni kote kanisa huadhimisha Dominika ya 4 ya Pasaka kama Dominika ya kuombea miito ya upadri na utawa, ili waamini wapate wachungaji wanaoeleweka, waliosomea utume huo, walioandaliwa na mama kanisa. Kwa hiyo tuchukue nafasi ya kuwaombea mapadre wetu, watawa wetu, ili waendelee kuishi vizuri wito wao na kufanya vizuri utume wao katika ulimwengu wa leo. Tuwaombee pia wanafunzi wetu ili wagundue mapema wito wao. Tuwaombee pia hata wazazi wao, maana wazazi wana sehemu kubwa ya kuchangia malezi ya wito. Mzazi anapomwombea mapema mtoto ubatizo, anafanya vizuri. Anapomjalia mtoto kuwa na malezi ya Kikristo, anafanya vizuri. Mzazi anapompeleka au anapomshauri mtoto kujiunga na shirika la utoto mtakatifu wa Yesu au chama kingine cha kitume, hapo mzazi anatoa maelekezo mazuri. Na mzazi pia anapomsomesha mtoto kuanzia shule ya msingi hadi chuo kikuu, na hasa wale ambao wanajaliwa kusomesha watoto kwenye private school, na wajitahidi kutafuta zile shule ambazo zina misingi ya Kikristo ambayo inaendana na imani ya huyo mwanafunzi. Kumbe mzazi anapofanya vizuri pia anafanya vizuri, anachangia malezi ya Kikristo na kuchangia kuchochea malezi ya miito. Vile vile malezi mazuri yanayopatikana shuleni au nidhamu nzuri au maadili mema au hata kuwa na adabu nzuri kwa mwanafunzi, hayo yote anapoyapata mwanafunzi kutoka kwa walimu au kwa walezi, wakiwaunga mkono bila shaka hao wazazi waliotangulia, yote hayo huchangia kuwaelekeza vijana au wanafunzi katika wito wao. Kumbe tuwaombee pia walimu na walezi mbalimbali
ambapo mtoto anapitia mikononi mwao. Inaeleweka kwamba wito sio upadre tu au utawa tu. Kumbe kila Mkristo, kila mlei ana wito, hata kama maisha yake ni ya ndoa. Wewe Mkristo unao wito wa kutakatifuza ulimwengu popote unakoishi: nyumbani, shuleni, kazini, sokoni, safarini, katika mambo ya siasa, viwandani, ofisini na kadhalika. Kumbe mwendo wako mzuri, maelekezo yako mazuri, Ukristo wako wenye bidii, yani kwa ujumla utakatifu wako, hayo yote yanachangia kutakatifuza ulimwengu. Yesu mwenyewe tukumbuke kwamba aliwahi kusema, ninyi, maana yake sisi wa Kristo, ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 14 hadi 16. Kila mbatizwa anapaswa kuwa mwanga katika maisha yote anayoishi, maana tumebatizwa na kutumwa kutangaza Injili na kuishi Injili. Tusisahau kwamba yeyote anayetangaza Injili au anayeishi Injili hawezi kukosa changamoto hadi mateso, kama tunavyokumbushwa na somo la pili. Maana somo la pili linasema kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Ndugu zangu, mtu anayetangaza Injili, anayefanya utume, anapata maumivu makali hasa anapoona kwamba ana matokeo hafifu baada ya juhudi kubwa za utume. Lakini hata hivyo, wewe unayefanya utume, usikwazwe na yule ambaye hataki kupokea neno la Mungu au ushauri wako. Kumbe kwa neema ya Mungu huenda atabadilika baadaye, maana uongofu wa kumrudia Mwenyezi Mungu unaweza ukaonekana mapema au kwa kuchelewa. Somo la kwanza linatuambia kwamba baada ya mahubiri ya Petro, waliopokea neno lake na kubatizwa walifika watu karibu 3,000 siku ile. Lakini bila shaka sio wote walioongoka siku ile. Kumbe usisahau kuendelea kumwombea yule anayeonekana kuchelewa kuongoka, au yule anayeendelea kuonyesha chuki au uadui kwa mambo ya kanisa au mambo ya imani yako. Kwa neema ya Mungu matunda mema yatapatikana hata baadaye. Ndugu zangu, tukumbuke kwamba kila mmoja wetu amejaliwa kondoo au watu walio chini ya uongozi wake, watu ambao wako chini ya uchungaji wake, au watu ambao wako chini ya ulinzi wake. Hata wewe kama ni mtoto, una mtoto mdogo ambaye yuko chini yako. Kwa hiyo anatarajia umuonyeshe mfano mzuri, uwe mchungaji mwema. Tujifunze mfano kwa Yesu aliye mchungaji mwema. Yeye alikubali kuvumilia mateso ili asipoteze kondoo wake, bali waweze kupata uzima wa milele. Alijitoa kwa ajili ya kondoo. Tumuombe Bwana tusaidie katika utume wetu. Ni utume wa sisi tuliobatizwa, na tunapaswa kutangaza na kuishi Injili na kuangazia wengine. Tusaidiane ili sote kwa pamoja tuweze hatimaye kupata uzima wa milele mbinguni. Tunapokaribia mwezi wa 5, mwezi wa Bikira Maria, tunapokaribia kuanza, kumbe tuongeze bidii ya kusali rozari na tujikabidhi kwa mama yetu Bikira Maria, ambaye ni mama wa kanisa, ambaye ni msaada wa Kristo,
ambaye ni Malkia wa mitume, atusaidie katika utume wetu, atusaidie katika Ukristo wetu, na tupate neema na msaada kutoka kwa Mungu chini ya maombezi ya Mama Bikira Maria. Bikira Maria mama wa kanisa, utuombee. Bikira Maria msaada wa Wakristo, utuombee. Bikira Maria Malkia wa mitume, utuombee. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.